ya maslahi ya punda na vitengo vya usalama katika kaunti ya Nyandarua wameanzisha vita dhidi ya wizi wa punda Nyandarua baada ya kaunti hii kunakili idadi ndogo ya punda. Wadau wanahofia kwamba punda wako katika hatari ya kutokomea kutokana na wizi, uchinjaji na biashara haramu ya ngozi. Laban Muhinda anaarifu zaidi. Huku idadi ya punda katika kaunti ya Nyandarua ikipungua, washikadau katika sekta ya kuangazia maslahi ya punda na vitengo vya usalama katika kaunti hii wameandaa mkutano na wamiliki wa punda ili kutafuta njia mwafaka ya kumlinda mnyama huyu. Hapa Nyandarua siku ya leo tumekuwa na mkutano wa kufana tukihamasisha washikadau wakuu katika serikali kuu na serikali ya county pamoja na community members ili raise awareness kuhusu maslahi ya punda katika kaunti ya Nyandarua. Kulingana na takwimu, kwa kipindi cha miaka michache iliyopita, kaunti ya Nyandarua imenakili idadi ndogo ya punda kutokana na wizi, uchinjaji na biashara haramu ya ngozi katika mataifa ya nje. Kwanza tumeona idadi ya punda katika kaunti ya Nyandarua ni kidogo mno. Kwa hivyo hiyo inaonyesha kwamba kukaweza kuendelea na wizi na uchinjaji wa punda vijijini mwetu, basi huenda kaunti ya Nyandarua haitakuwa na punda tena. Kwa kawaida hapa tunaona punda zinachinjwa wakati wa usiku na nyama zinabebwa. Hizi nyama hatujui usafi wake, pengine wakati mwingine zinaweza kuwa za kuwaumiza wenye wataenda kuzitumia. Sisi tunawahimisha wawe waangalifu, especially farmers. By 6 punda awe ako kwa boma. Akizungumza katika hafla hiyo, naibu kamishna Nyandarua Kenneth Kiprop anasema kuwa japo kumekuwa na visa vichache vya uchinjaji wa punda Nyandarua siku za hivi karibuni, kama serikali kwa kushirikiana na washikadau wengine wataendeleza hamasa kwa wananchi kuhusu punda ili kuongeza idadi yao ulimwenguni. Tumeona kwamba over time kumekuwa na kushuka kwa wizi na uchinjaji ya punda katika misitu yetu hapa Nyandarua. So nafikiri tunaenda kuweka strategies kuona kwamba kabisa tumeisimamisha. Na sisi tumeona wenye punda at least tunaweza sema wameimprove na mambo ya kutunza punda wao. Nikiripotia TV47 nikiwa mjini Olkalau, kaunti ya Nyandarua, jina langu Laban Muhinda. Na